Kama unasubiri Mungu akupe mke, utachelewa sana. Utachelewa sana. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wanaamini kwamba Mungu anawachagulia watu mke. Kuna watu ambao wanaamini hivyo. Na wakati mwingine inawezekana wanakoti kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba Mungu alisema kwamba si vema mtu huyo awe peke yake, nitamtafutia wakafanana naye. Lakini kumbuka, fikiria jinsi nini kilichotokea baada ya Mungu kumtafutia Adam mke. Adam alipodanganywa na nyoka, ambao maandiko yanasema alikuwa mwerevu, akamdanganya nyoka na Eva alipodanganywa akaenda kumshirikisha tunda ambalo Mungu alisema kwamba wasile, akaenda kumshirikisha mume wake. Na mara walipokula wakajiona wako uchi. Mungu alipokuja kama ilivyokuwa desturi yake kwenye bustani, akakuta Adam na Hawa hawapo. Kaita Adam, uko wapi? Akasema niko huku nimejificha. Kwa nini nimejificha? Kwa sababu niko uchi. Kwa nini? Nani alikwambia kwamba uko uchi? Akasema huyu mwanamke ulionipa. Mwanamke alipoulizwa akasema nyoka. Kila mtu alitafuta mnyonge wake. Na tangu hapo Mungu hayuko kwenye biashara za kutafutia watu wake. Kwa sababu alijifunza kwa habari ya Adam, anasema kwamba yule mwanamke ulionipa. Kwa tangu hapo Mungu hakupi mke. Mungu hachaguli mtu mke. Hachaguli mtu mke au mume pia. Swala la kuoa ni uamuzi. Ni uamuzi. Unatakiwa kuoa yule anayekuvutia kati ya wengi walio njia moja na wewe. Wewe umeokoka, unatakiwa kuoa yule anayekuvutia kati ya wengi waliookoka kama wewe, kati ya wengi walio na imani moja na wewe. Na hapa napo pana dosari. Unakuta mtu aliyeokoka anakubali kutongozwa na mtu ambaye hajaokoka, na mtu ambaye hana imani moja na yeye, na ana muda wa kumsikiliza. Na wakati mwingine analipeleka hilo swala mpaka kwa babake wa kiroho, mpaka kwa mchungaji wake, kwamba nimepata mume au nimepata mke ambaye hayuko imani moja na yeye. Swala la kuoa ni swala la uamuzi. Oa aliyekuvutia kati ya wengi walio njia moja na wewe. Oa yule mtu atakaye kusaidia wewe kufika kule unakotamani kufika. Olewa na yule mwanaume ambaye atakusaidia wewe kufika kule ambako unatamani kufika. Na swala la kuoa sio swala ambalo ni la lazima. Sio swala ambalo ni lazima ukifuata maandiko. Sio swala ambalo ni lazima. Ndio maana Paulo akasema kwamba yule asiyeoa anafanya vyema zaidi, kwa sababu atakuwa na wazo jukumu moja tu, atakuwa anamuwaza Bwana tu. Kwa swala la kuoa inabidi liwe ni swala la uamuzi. Unaamua kumwoa huyu, unaamua kati ya wengi, umeamua kumwoa huyu. Lakini oa yule ambaye yuko njia moja na wewe, yule ambaye ana imani moja na wewe. Ni upungufu mkubwa kuolewa na mtu ambaye hana imani moja na wewe. Ni upungufu mkubwa kuoa yule ambaye hayuko njia moja na wewe. Utaharibikiwa tu. Mara unapochagua mwenza, huyo ndiye anakuwa mapenzi ya Mungu kwako. Mungu ametupa uwezo wa kupenda na ametupa uwezo wa kuchagua. Na ndio maana kabla ya kuoa ni vyema kujua wapi unakotaka kwenda, ili huyo utakayemuoa au huyo utakayeolewa naye akusaidie kufika kwa haraka kule ambako unatamani kufika.
Ukioa kabla hujajua unaenda wapi, utapata mtu ambaye sio sahihi. Lakini ukiwa unafikiria kuoa ukiwa tayari unajua kule unakokwenda, na ukampata mtu ambaye atakusaidia wewe kufika kule ambako unatamani kufika, basi wewe utakuwa umepatia. Mungu hayuko kwenye biashara za kuwachagulia watu mume au mke. Oa aliyekuvutia kati ya wengi walio njia moja na wewe, kati ya wengi walio imani moja na wewe, kati ya wengi wanaokwenda unakokwenda. Wewe una safari ya kwenda mbinguni, alafu unaolewa na mtu ambaye hayuko safari moja na wewe. Maandiko anasema kwenye Amos, watu wawili wataendaje pamoja kama wasipopatana? Kama wasipopatana. Tunaposoma kwenye Mithali 18:22, maandiko anasema kwamba apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Mungu. Apataye mke apata kitu chema. Lakini mstari huo 18:22 Kiingereza kinasema kwamba he who finds a wife, he who finds. Manake issue ya mke ni issue ya kutafuta. Namshirikisha Mungu. Kwa hiyo unaweza kaomba Mungu akusaidie, lakini issue ya kuchagua iko mikononi mwako. Unaomba huku umeangalia, you pray with your eyes open. Andiko sasa, watch and pray. Watch and pray. Watch and pray. Watch and pray. Ombi lingine zaidi ambalo unaweza kuomba Mungu akusaidie, labda Mungu afumbue macho yako, umone mtu sahihi. Umone mtu sahihi. Swala la kuoa inabidi liwe ni swala la maamuzi. Wako mabindi wazuri, wako vijana watanashati, lakini inawezekana wakazaliwa wengine ambao kwa jinsi ya vipimo vya kibinadamu wakaonekana kwamba ni zaidi ya huyo. Lakini wewe unasema kwamba mimi nimeamua kuwa na huyu, mimi nimeamua kuwa na huyu, mimi nimeamua kuwa na huyu. Haijalishi watazaliwa wazuri namna gani, mimi nimeamua kuwa na huyu. Haijalishi watazaliwa watanashati namna gani, mimi nimeamua kuwa na huyu, kwa sababu anaenda ninakokwenda, yuko njia moja na mimi, yuko njia moja na mimi. Tutakaa pamoja, tutashikamana mpaka tufike kule ambako Mungu anatamani tufike. Mungu achagulie watu mke. Acha ujinga. Mungu hakuchagulie mke. Mungu hakuchagulie mwenza wa maisha yako. Oa anayekuvutia kati ya wengi walio njia moja na wewe. Olewa na mtu anayekuvutia kati ya wengi walio njia moja na wewe. Walio njia moja na wewe. Mungu akubariki sana kwa mafundisho haya. Kumbuka kwamba Mungu hakuchaguli mtu mume au mke. Swala la kuoa ni swala la uamuzi. You decide to marry. You decide to marry. Lakini pia Mungu ametupa uwezo wa kupenda na kuchagua. Ametupa uwezo wa kupenda na kuchagua. Chagua mtu aliye unayevutiwa naye, ambaye yuko njia moja na wewe, yuko imani moja na wewe. Ameokoka kama wewe ulivyookoka. Anampenda Mungu kama wewe unavyompenda. Anapenda maombi kama wewe unavyopenda maombi. Watu wawili wataendele pamoja kama wasipopatana. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube ambayo ninaposti Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, utayapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Lakini pia unaweza ukashare, unaweza ukacomment. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.